Naitwa Agnes Nyantuntu, ni nesi mfawidhi kama nesi in charge wa wodi hii ya watoto. Wodi hii ina sehemu mbili, ina sehemu ya watoto wakubwa, lakini pia na sehemu ya watoto mbebili au wachanga ambao wamezaliwa kabla ya umri wao. Humu ndani tunao watoto 6 na watoto hawa tunalea watoto ambao wana uzito chini ya kilo 1 humu ndani. Kuna walio na uzito wa nusu kilo, walio na uzito wa 0.7 kg na wengine wa kilo 1. Kwa ni kazi ngumu sana ambayo tunaifanya. Tunawashukuruni sana nyinyi pia kwa kufika kutujulia hali kwa siku ya leo. Sisi manesi na madaktari wa wodi hii tunapata uzito na ugumu sana wa kazi hii kwa sababu wamama wanakaa humu muda mrefu, hata miezi 2 inaweza kafika yuko humu mpaka mtoto anapofikisha kilo 2. Kwa hiyo unakuta wanakuwa na njaa, wana chakula hakitoshi, familia ziko mbali. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ujio wenu. Ni faraja kwa sisi wote pamoja na akina mama. Kwa niaba ya akina mama wote nasema asanteni sana. Mungu awabariki na siku nyingine muendelee kutushika mkono kama mlivyofanya siku ya leo. Sambamba na hilo, tunayo wodi ya watoto wakubwa kuanzia chini ya mwaka mpaka chini ya miaka 5 upande wa pili. Na kule tunaye mama mmoja ambaye ana watoto 3. Hawa watoto wana umri wa mwaka na miezi 8 lakini wanapima uzito pungufu kabisa. Mmoja ana kilo 7, kilo 8 na kilo 6.5. Wako pale upande wa pili. Mnaweza mkawaona kama mtakuwa na cha kusema, kama mnaweza tusaidia hata kiserikali, serikali kawatambua ikaje kumsaidia huyu mama. Anahangaika, chakula hakitoshi, muda wa kufanya kazi zake hawezi, anazidiwa na wale watoto kwa sababu wote wananyonya hawajaacha zio. Sasa kamoja kanaumwa na wale wote anao pale. Kwa jina naitwa Happiness Anton Kidende. Hiki ni kizazi changu cha 3. Kizazi cha kwanza ni huyu mmoja. Cha pili ni 2, wa kike na wa kiume. Cha 3 ndo hawa 3. Wa kike 1, wa kiume 2. Mimi nilipojifungua nikajifungulia humu Nyamiaga. Sikupata msaada wowote. Ila huduma nilipata vizuri. Nilikuwa nahitaji mnisaidie katika uwezo mlionao. Mnisaidie niweze kudumisha watoto wangu vizuri. Kwa sababu sasa hivi wamefunga mwaka 1 na miezi 8. Uzito wanapata kilo 8.5 wa kwanza anapata kilo 9. Wa pili anapata kilo 8. Wa 3 anapata kilo 7 na mapoint. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji mnisaidie, mnipe kama msaada niweze kudumisha watoto wangu wapate maisha mema. Asante. Tunashukuru sana kwa uongozi wa hospitali yetu ya Nyamiaga. Tumekuja sisi leo kuadhimisha siku ya wanawake duniani kama wanawake wa halmashauri ya wilaya ya Ngara. Na ninayezungumza hapa ni Mariam Amiri, ni katibu wa CCM wa wilaya ya Ngara. Kiukweli tumekuja katika kuwaona hawa watoto njiti. Tumetoa zawadi ambazo Mungu ametujalia na pale ambapo tulipata wadau wameweza kutusaidia. Lakini mama huyu hatukutarajia kukutana naye, lakini baada ya kufika hapa hospitali tumekuta na tumepewa historia yake. Kwa kweli tumewiwa. Kwa hiyo tumewiwa na yeye vitu ambavyo tumewapatia wale ambao wamejifungua watoto njiti, yani jiko la mtungi wa gesi ukiwa umejaa, pamoja na sabuni, pamoja na mafuta. Lakini tumempatia na huyu mama, ingawa haikuwa hapo kwenye budget, lakini tumejipiga na yeye tumempatia. Wito wetu, ombi letu sisi kama kina mama wa halmashauri ya wilaya ya Ngara, tunaiomba serikali iweze kumwangalia huyu mama. Huyu mama amepata madhira makubwa. Hawa watoto wanashindwa kuwa na uzito mkubwa ni kwa sababu hawana lishe. Kwa hiyo tunaomba serikali na wadau mbalimbali waweze kufika hapa hospitali ya Nyamiaga, waweze kumsaidia huyu mama ili aweze kujikimu. Na hawa watoto wakikua ndio tegemeo pia la nchi. Serikali inategemea watu. Kwa hiyo watu ni pamoja na hawa watoto. Kwa hiyo tunaomba sana wadau mbalimbali pamoja na viongozi wote watakaowiwa na kuona habari hii basi waweze kufika hapa hospitali ya Nyamiaga. Huyu mama anahitaji msaada wa hali na mali. Kila mmoja atatoa kulingana na Mungu atakavyomjalia. Karibuni sana kwa ajili ya kuja kumsaidia. Kwa majina naitwa Edna Selson, natokea na Katunga.
Nimefurahi sana. Yaani hapa nitafika uji kwa wakati, nitakuwa napenda uji kwa wakati. Asanteni sana. Amina. Natokea Nyamaho. Nitakuwa napika yani uji kwa wakati ulio sahihi, naivisha kwa wakati ulio sahihi. Asante sana, nashukuru. Zawadi hizo zipokea, umeziona na umezifurahia kwa sababu wamekupa mtungi wa gesi? Ndio, nimefurahi sana. Mtungi wa gesi utautumiaje? Nitautumia vizuri. Kwa majina ninaitwa Jennifer Morris, nimetokea katika kata ya Kibimba. Niko katika wodi ya wamama tunaosubiri kujifungua, ila wengine wameshajifungua. Tumeambiwa na matron wetu jana kwamba tuna wageni wanaokuja kutuletea zawadi. Hatimaye tumewaona, tunafurahi. Poleni na safari, karibu sana. Hapa tumeshasubiria kupewa zawadi kila mmoja. Kwa hiyo sisi tukijifungua tunategemea maji yatachemka kwa urahisi kupikia uji, na watoto waliozaliwa wazazi wanategemea kunanili kupakwa mafuta vizuri na sabuni na pampers. Kwa hiyo tunawashukuru sana wageni wetu, karibu. Habari za mchana kwa mara nyingine. Mbele yako unaotuona ni wanawake wa halmashauri ya wilaya ya Ngara kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo ya wadau wa maendeleo ambao ni Tembonike. Tumekuja kama ulivyopata mwaliko wetu, tumekuja kuwatembelea, tumekuja kuwashika mkono, tumekuja kuangalia watoto wetu mnaowalea. Kama tunavyotambua kwamba hii wiki ni wiki ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Sasa wanawake wa wilaya ya Ngara wakasema hili jambo lisipite bure, tufanye matendo kidogo ya huruma, ambapo tumeanzia hospitali ya Nyamiaga, tukaona wamama wajawazito, watoto njiti, waliozaliwa njiti na wamama waliojifungua. Tumekabidhi zawadi kule, lakini kituo cha pili ilikuwa ni hapa Nazareti. Tumekuja kuwaona na nyie watoto mnaowalea, kuwashika mkono na kuwapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kulea jamii hii ambayo imekosa usimamizi mwingine. Tunawapongeza sana kwa malezi. Wanawake wameona kazi kubwa mnayoifanya, mnahitaji support. Yawezekana tulichokileta sio kikubwa sana, lakini tunaamini kitasaidia kwa namna moja au nyingine. Watoto oye! Oye! Wamama oye! Oye! Tunawashukuru tena kwa kukutana na nyie. Ni vigumu sana kuongea baada ya watu wakiongea maneno mazuri, unakosa cha kuongea. Lakini kwa niaba ya Tembonike tumefurahi kujumuika na nyie. Tembonike inaendeshwa kwa kuzingatia kanuni za kimataifa za mazingira na za kijamii. Kwa hiyo tunashirikiana na jamii kwa standardi za kimataifa na mazingira tunayatunza kwa viwango vya kimataifa. Ndio maana tulivyofikiria zawadi haraka haraka baada ya kushirikishwa na wenyeji wetu wanawake wa Ngara, tukasema tutoe nishati safi kama pia sehemu ya kutunza mazingira, kusaidia watoto, lakini wakati huo pia tunatunza mazingira kama sister alivyosema na mkuu hapa alivyotangulia kusema. Kwa hiyo tumefurahi, tumekutana na watoto wenye upendo, wametukumbatia. Wengine tulikuwa kazini huko hatujakumbatiwa siku nyingi. Sijui nisemeje, lakini wageni wetu wamama na wadau toka Tembonike tunasema amani na salama. Amani na salama. Tunashukuru sana kwanza kwa kuwa wamama walikuwa wameahidi, na hapo tulikuwa nasubiri kesho, lakini wakasema kesho haitawezekana, ila tunaahirisha tuje leo. Tunasema shukrani sana kutoka moyoni. Kwa kuwa mungelipenda, mungelisema hatuna tena muda, ngojea tuende kwanza kwenye sherehe yetu, baada ya hapo tutaonaka mengineyo baadaye. Ila mulizingatia kwa sababu ya upendo mnaozidi kutuonesha na kuwaonesha watoto wetu wanaohitaji ile upendo tunauhitaji. Watoto wanahitaji, sisi pia tunahitaji. Tunasema mubarikiwe.
toka kwa wadau wetu Tembo Nickel, mkiunganika pamoja na wamama vile kwa ajili ya sikukuu yao ya kesho. Tunasema mubarikiwe sana, kwa sababu haya mnayoyatoa vile vile mnaona maendeleo kesho ikoje. Hao watoto tunawafundisha tusiharibu miti, tusiharibu mazingira. Wakati tunaweza tukapika chakula kwenye gesi, wanajifunza mengine mambo mazuri. Kwa hiyo watakuwa wakiwa kumbe kuna kitu kingine kinaweza kikatumika isiyokuwa kuni. Sio tu kwa sababu tumetoka kwenye mazingira magumu, matumizi ya gesi, tusije tukajue, tusije mafani, hapana. Lakini kwa sababu mnatuwezesha hayo yote, nao watajifunza mengi kupitia hayo. Wakati watoto wako hapa, tunawafundisha kazi ndogo ndogo, kwa sababu anaweza katoka hapa akaenda kaishi nyumbani kwako. Anaweza katoka hapa akafanikiwa naye na maisha kidogo, akawa na uwezo fulani. Kwa hiyo haya yote mnayotutendea kwa upendo, nadhani vile vile ni somo kwetu, ni somo kwao, ili unapofanikiwa, unapobarikiwa, unapokuwa na shughuli fulani, unaitanguliza Mungu na baraka unazipata. Kadiri unasaidia unapewa. Mungu anapenda kubariki pale mtu alipotoa. Umetoa kwa hata kama ni kidogo, lakini umetoa kwa upendo. Mtu atoe kwa sababu ana vitu vingi. Waliona vingi unaweza kupenda usivitoe, lakini kwa sababu umetoa kwa upendo na Mungu anabariki. Na tunaomba Mungu asikie maombi yetu kweli, abariki mara elfu pale mlipotoa. Nashukuru sana. Mimi ninazungumza hapa ni Mariamu Amiri, ni katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Ngara. Kiukweli nichukue fursa hii kwa niaba ya chama changu, chama kinachoshika dola, na amani mnayoiona hapa ni kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Na washukuruni sana sister pamoja na viongozi wote ambao mnawalea hawa watoto. Lakini tuwashukuru wadau wetu Tembo Nickel, wamekuwa na jamii muda wote. Toka mimi nifike hapa si tendo la kwanza kwa Tembo Nickel. Tembo Nickel wamekuwa wakijitoa kwenye kila jambo lolote la kijamii. Kwa hiyo sisi Chama cha Mapinduzi tunafurahia sana kuona vitu vya amani na upendo vinapoendelea, kwa sababu iko katika katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, lakini ni lengo letu pia kwamba watu wanapoishi kwa amani ndipo maendeleo ya nchi yanapokuwepo. Kwa hiyo tumshukuru sana na kumpongeza mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watoto, mnamjua mama Samia Suluhu Hassan? Ndio. Ni nani? Ni rais wetu. Mnampenda Basi ndiye anayepelekea amani hii mnayoiona. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunawatakia kila laheri na Mungu aendelee kuwapa baraka nyinyi mnaowatunza watoto, lakini na watoto wetu waendelee kupata baraka hizo hizo, wakue na wafikie malengo yetu. Asanteni sana.